Yes, wogwane kwa majina naitwa Nelson mwenyewe hapa ndani ya media Bukavu TV, na leo nimerejea ndani ya mtandao kwa kuambia habari ifuatazo. Na mnajua kila mara nikija hapa nakuja kuchechembua kuwapasha habari nzuri zaidi na kuwapasha habari ya uhakika kabisa. Leo unajua tuko sehemu hapa inaitwa Walungu. Walungu leo kulikuwa mapambano tangu muji tarehe 19 mpaka leo tarehe 20. Mambo sio mazuri. Unajua watu wengi walikuwa wanajua M23 tayari wameondoka mji wa Uvira, lakini kwa saizi sio hivyo gisi watu walikuwa wanafikiria. Unajua mji wa Uvira watu walifurahia, wakimbizi walikuwa sehemu za Burundi, Rwanda, wote walirejea tayari mji wa Uvira, lakini kwa saizi mambo imekuwa kuwa mchafuko kabisa. Unajua hivyo ama sio? Na leo tukisema sasa M23 walichukua, sasa niliwaeleza mara katika kipindi changu cha kwanza, niliwaeleza kusema M23 wamechukua mpango lingine lao, kusema kama wameondoka mji wa Uvira. Sio hivyo gisi watu walikuwa wanafikiria, ama sio? Kwa saizi M23 wamesafiri kuelekea mji wa Shabunda. Hatua wakaaji mji wa Shabunda walikuwa kisherekea kusema M23 tayari imeacha mji wa Uvira, lakini niliwaeleza katika vipengele vyangu nikawaambia gisi watu wanaofikiria sio hivyo, kwa sababu wanajeshi sio rahisi mwanajeshi aache nafasi alichukua, kwa sababu bila mambo lingine. Mpango yao ilikuwa mpango ya kuchukua plani yao ya pili, kusema mji wa Shabunda ilikuwa katika sehemu yao, wanabidi wafike tayari. Na lakini jana tarehe 16 watu walishtuka kuona kabisa makombora ama vipi katika viongozi chama cha Wazalendo. Kiongozi wa chama cha Wazalendo alipoteza uhai katika muda wa saa 5 kamili katika mapambano ya vita. Baadaye tena tukakuja kupata information kutokea mji hapo katika mahali wanaita Kamchuga. Watu wengine wakasema hapa kunaendelea vipi? Baadaye sasa tukaangalia tukasikia information inasema kama wa M23 waliingia katika barabara kuchuguzingia magari zote zilikuwa kisafiri zikielekea Kamituga. So watu wote hawajaua mtu yote. Baadaye hizo gari zikatoka sasa kuondoka, wakaambia watu hapa hakuna mtu wa kwenda mbele, inabidi wakaji watoke nyuma. Wengine wamoja wao wakapiga masimu wakaambia hapa Wazalendo wako mbele, inabidi washikwe mateka. Tukaingia sasa sehemu nyingine ya pili hapa. Watu walifika hapo Kamchuga. Mambo ikageuka sasa. Gisi watu walikuwa wanafikiria sio hivyo jameni. Mambo ilikuwa kuchamuka kabisa. M23 iliangukia watu mateka hapo. Serikali, government ya Kongo pamoja waasi wa M23 walikuwa na plan nyingine moja, sio fire. Lakini serikali nayo ilikuwa makini kwa sababu walikuwa wamejikinga kabisa. Wanajua hapa mji wa Kamchuga ni eneo yao ya kuelekea katika plani yao walikuwa nayo mara ya kwanza ya kuelekea mji wa Shabunda, ama sio? Lakini kwa saizi mambo ikakuja kuchamuka kabisa. Baadaye sasa nakwambia information tuko nayo kwa leo tarehe 10 na tarehe 20, muda wa saa ngapi? Muda wa saa 4 tumepata information kusema kama tayari M23 kumatia mji wa Shabunda. Hapo kapito ya Shabunda mambo ikakuwa mabaya zaidi, kwa sababu Wazalendo wote walikuwa mji wa Shabunda walishangaa sana, mpaka mapigano yanaendelea kuwa moto fire kabisa. Lakini tukirejea tena tukiangalia katika mji wa Uvira, wakimbizi wote walikuwa Burundi tena wamerejea katika mji wa Uvira, lakini kwa saizi government ama Wazalendo tayari wamekuwa mji wa Uvira, lakini mambo inaendelea kuchamuka. Watu wengi walikuwa najua kama M23 tayari wameondoka Uvira wakielekea mji wa Bukavu, ama sio hivyo? Kumbe walifika sehemu za mbele wakabadilisha njia. Mambo ikaendaje? Madai sasa kubadilisha njia hivi, M23 nayo ikakwepa sasa hapo mwenyewe, ikapita sehemu za Nyantende hapo. Kufika Nyantende wakapiga mchoro tena kidogo hivi. Unaona serikali ilikuwa inakaa juu ya Nyantende. Wazalendo wenyewe wakafanya nini? Wakaelekea sehemu za chini hapo. Baadaye kufika chini hapo mambo sio hivyo ndugu yangu. Serikali nayo ilikuwa inajua tu hapa watapiga, wanasubiri M23 shuke hivi watandike kwa sehemu za chini. Kumbe wa jamaa M23 tayari waliondoka. Kumbe sehemu walikuwa wanafikiria watapita, bado ikabadilika, wakapita sehemu za wapi? Za mahali wanaita Mosho. Hapo Mosho sasa hatua government ilikuwa najua ama Wazalendo walikuwa najua ndio barabara watapita. Mambo ikakuwa sio hivyo. Baadaye sasa wakafika hapo Mosho, wakazunguka mahali wanaita
Bulamba. Wakafika Bulamba, hapo Bulamba sasa mambo ikakuwa moto sasa. Wakaji walikuwa kwa shamba wakifuga mangombe, baadaye wakaona wanani tena hapa? Kumbe ni wanajeshi. Wanajeshi wanani? Wanajeshi wa wale waasi wa M23. Wakasema mambo sasa inachamuka sasa. Baadaye sasa ndio wanajeshi wakafanya nini? Wakapiga simu, kupiga simu hivi. Baadaye sasa M23 haikajua kama tayari wameonwa tena. Wakahepa tena njia hiyo, wakaachana na njia, baadaye wakarudi tena sehemu lingine la nyuma baadaye. Sasa wakaji walipigia serikali, wakaji wakapigia wazalendo wakaenda tega tena mtego hapa. Kumbi tayari M23 iligundua, kwa sababu hao watu sijua wanaenda vipi, wanapata information vipi. Baadaye wakahepa zao, mkwepa zao ndio walijipata tayari wamefika Walungu pale mara moja. Kufika Walungu sasa mapambano ilikuwa hapo. Unajua hakuna kitu ngumu kupigana na watu na kuwa najiandaa kama kuna watu wanakuja kupiganisha wanangu. Hiyo vitu sio mchezo. Unajua mtu ulikuwa ukikula ugali hapo unajikuta mtu mwingine anakuja kukutandika. Yaani anakutandika kwa sehemu za nyuma. Sio rahisi. Kwa sababu gani? Heri ujue kama mtu anakuja kuchapa na unajua utajikinga vipi. So ndio hivyo mapambano ilikuwa hapo muji wa Walungu. Walungu nayo ilikuwa katika historia, kwa sababu kama serikali muda watoto walikuwa nategemea, wanajua kama tayari M23 imerudi mji wa Bukavu. Kumbe baadaye majamaa walikuja kubadilisha mpangilio, walikuja kubadilisha mikataba. Wao wenyewe wakasepa zao, walisepa zao. Wakaepa sasa. Mambo ikakuja kuchemuka baadaye. Lakini nawaelezea katika media hii Bukavu TV, unajua sisi wenyewe ni ndani ya media tunawaletea habari tofauti. Unajua sisi ni wachemchem tu. Yaani tunajaribu kuchambua vitu na tueleze. Unakumbuka katika kipindi kingine nilivyokueleza, nikawaambia naona kama Uvira tumesherekea zaidi. Naona kama Uvira watoto wamesherekea zaidi, lakini mjue katika ndani ya serikali government, kwa nini serikali ya Kongo ama government ya Felix Tshisekedi president, mbona hakuna mtu yoyote alijitokeleza kuelekea katika mji wa Uvira? Nikaona wazalendo tu wana William Moa Kuchumba akapiga kelele hapa, kamwagiwa unga mingi sana watoto nini. Nikawaambia hapa katika tekniki ya vita hapa sio hivyo, mambo itakuja kuchamuka tu. Hao jamaa wajaelekea Bukavu, hao jamaa watapiga mchemchembu tu, wanaangalia wanasema kumbe hao jamaa wamefurahia kutoka yetu Uvira sasa. Lakini sisi tunapiga plan nyingine ya kuelekea wapi? Shabunda, kwa sababu Shabunda ilikuwa katika plani yao katika mwaka wa 2025 mwezi wa 6. Mnakumbuka hiyo? Waliongelea kusema wanaelekea Shabunda, wakafika mahali wanaita Babeta. Kufika Babeta, mnajua hapo ndio kwenye walitega mtego yao ya mwisho, wakaonesha kama hawaingie tena Shabunda. Unaelewa? Baadaye wakajipanda, wakarudia tena, wakarejea sehemu za nyuma, kumbe wanakuja kuchukua tena Uvira. Tena ndio hiyo wameacha Uvira, kumbe ndio plani yao kuchukua zone ya Shabunda. Kwa sababu unajua Shabunda ndio eneo ya madini, tuseme ndio eneo ya madini. Sasa hapo tayari kama hawa jamaa wameshika nakwambia sasa, na unajua airport kubwa sana iko Shabunda, ilikuwa ikimwaga vitu kutokea Kinshasa, unaelewa, kutokea za Kalemi, Beni, huko kote huko Equateur, kutokea Zambia, wote walikuwa wanamwaga vitu hapo Shabunda. Na kama 23 tayari imeshika Shabunda, mambo yamebadilika sasa. Watu wanataka kufanya njaa Kinshasa, kwa sababu chakula itatoka wapi? Na chakula nyingi ilikuwa ikitokea huko Shabunda, eneo ya Shabunda, kwa sababu kama 23 ilifunga Goma, ikafunga Bukavu, ikafunga Uvira. Kwa sasa baadaye ndege zote zilikuwa zikielekea Kinshasa, zote zikatolewa. Hakuna ndege ilikuwa inapeleka vitu tena hapo, ama sio? Lakini sasa kama sasa mambo imechamuka, sasa Shabunda imekuwa tayari kwa mikono ya M23. Mambo inaendelea kwa vipi? Na niliwaambia kidogo tu hapa, nimeona kwa muda kama huyu ilikuwa muda wa saa 4 dakika 5, Uvira serikali sasa walijitokeleza kwa wingi sana. Wakaingia Uvira hapo. Kuingia Uvira hivi. Baadaye kuna wale walikuwa na uchungu. Uvira watu waliiba, Uvira maduka ziliibwa. Naambia M23 imetoka Uvira, wakahaji pari washerekee kusema wahasi tayari wameondoka, acha turejeshe amani. Lakini baadaye nikajiona tu mwenyewe watu wanaanza kuchukua milango, watu wanaanza kuchukua mabati, watu wanaanza kuharibu nyumba za wengine. Sasa hebu nieleze, amani gani tulikuwa tukitaka sisi, ama sio? Amani gani watu walikuwa kitaka? Kama sisi wenyewe tunaanza kuiba vitu za wenzetu, tunaanza kuchukua vitu za wenzetu. Hata kama huyo mtu alikuwa hivi, tufanye security, tupeane amani.
Sasa mapambano yanaendelea kuwa moto hapa. Hebu tusikilize, kuna rekodi ama video nakuja kwa kabisa kidogo hapa kwa dakika 5 tu hapa, muisikilize, baadaye mtakuja kutufuatilia ndani ya media hii Bukavu TV1. Reporter mwenyewe Nelson, unajua kila mara nikija nakuja kuwapasha mambo kawaida. Mambo sio mchezo. Mimi mwenyewe niko sehemu. Watu wangu wa USA, I love you so much, na naendelea kuwashukuru sana kama mwendelea kunifuatilia kila mara, mnasema niendelee kuwapasha vipindi vya kwetu Shabunda ama Kongo. Thank you so much.